safi zaidi. Wakazi wa maeneo ya Nakuru wanasema nini, na je, kaunti hiyo imeathirika kwa kiasi gani kipindi cha mafuriko? Naam, asante sana Kirobi. Asubuhi ya leo nimeungana na baadhi ya wakazi kutoka eneo la Salgaa na Rongai ambao ni maeneo ambayo yameonekana zaidi kuathirika na mafuriko, na baadhi ya shule katika eneo lile na maeneo yale zimeweza kuathirika, licha ya kuwa shule nyingi hapa Nakuru mjini hazijaweza kuathirika na mafuriko. Na bila kupoteza muda, ukianza kujitambulisha kwa jina lako, pengine utuelezee hali ikoje katika shule nyingi katika eneo ambalo nalotoka. Kwa majina naitwa Kibet Komen. Mimi ni director kampuni ya mashirika la maji hapa Nakuru Town, naitwa Namasco. Na kwanza niseme kidogo, manake mvua ni maji, na mimi nikiwa katika idara ya maji. Na shukuru county government ya Nakuru kwa sababu mvua hii kawaida huwa tunatarajia mvua kawaida kuelekea mwisho wa mwezi wa 3, tukiingia mwezi wa 4 ikielekea. Kawaida hiyo ndio imekuwa pattern ama tunaitanga msimu wa mvua. Lakini mwaka hii kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya, mvua iliweza ikaja mapema na tukapatikana ile tunaitwa caught off guard, ya kwamba hatukuwa tumejipanga. Lakini tunashukuru county government ya Nakuru kwa sababu waliingia kwa haraka mji, tukaona ya kwamba drainages na sehemu ya maji kupita yote yakaweza kufunguliwa. Ndio unaona katika mji wa Nakuru hatujakuwa na shida. Lakini tukirudi sehemu ya Rongai tumekuwa na changamoto. Kuna sehemu kadhaa unajua zaidi maji inatoka nyanda za juu na maji ikaweza kuja na nguvu zaidi. Kuna sehemu kule, nafikiria ndugu yangu hapa chief officer ataelezea kwa kindani, lakini tulikuwa mpaka na sehemu moja inaitwa Burugei, pale maji iliweza ikaja na nguvu hata na zaidi, ikaingia manyumba za watu wakaweza kuwa displaced na wakahamia kwenye shule. Kwa hivyo ukienda pale shule saizi Burugei ikageuza ikawa ni sehemu ya wananchi kujikinga kule. Kwa hivyo unaona tayari kuna shule ambayo kwa sababu ya mvua imebidi pale ndio imekuwa mahame pa wakaji kwenda kuketi. Pengine hali ikoje? Unasema kuwa baadhi ya wakazi wamehamia katika shule. Masomo yanaendelea katika shule zile? Itakuwa vigumu masomo kuendelea, manake pale imegeuzwa na ikawa ni sehemu ya pahali wananchi wanaishi. Na ukiangalia siku hizi mwendo wa saa 7 tayari mvua imenyesha. Kwa hivyo itakuwa vigumu watoto waingie darasani masaa za asubuhi, alafu kisha dalili mawingu ya kitanda inabidi inageuka inakuwa ni makazi. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto tuko nayo kule. Lakini yote 9, mimi ningeomba serikali kidogo investment ile serikali wameweka katika idara ya meteorolojia. Biashara ya ndege, kila ndege every hour huwa wanapatiwa update kulingana na mambo ya hali ya hewa, manake ndege zinaenda hewani, lazima wakuwa wanapatiwa update. Kama wangeileta kwa lugha ile ambayo ingewafaidi pia wakaaji na wakulima, ili pia unakumbuka wakati zamani kule, wakati ilikuwa tu ni KBC, tulikuwa tunawekewa Ngwata Francis pale akiweka saa 8 kutakuwa na rasharasha na gurumo za radi kwa lugha ambayo Wakenya wanaelewa. Na pia wajaribu wailete mpaka kule chini mashinani, kwa sababu mwaka huu wakulima wamepatikana off guard. Mvua imekuja mapema, hawawezi kwenda kwa mashamba kupanda mimea, manake mvua imekuja. Walipatikana off guard ya kwamba mvua ilikuja mapema, na sasa hivi ndio wanang'ang'ana kwenda mashambani ikitulia siku 1-2. Kwa hivyo tungeomba tu serikali waweke bidii, wainvest vile wamepatia wanabiashara ya hewa, mambo ya hali ya hewa pia to disseminate pia kwa wakulima. Asante. Asante. Pengine nikiungana na wewe uweze kunipatia baadhi tu ya shule, unipe orodha tu ya shule ambazo zimeweza kuathirika na mafuriko, na mapendekezo ni gani, na kama county ni hatua gani ambazo imeweza kuchukua? Asante sana. Kwa majina naitwa Joseph Kibusi ambaye ni Chief Officer wa ugatuzi na idara ya umma.
So upande wa Rongai tumeathirika sana na hii mambo ya mvua. Sehemu kadhaa, kuna sehemu ya Burgei, area hiyo yote center mpaka shule zimejaa maji. Ukienda sehemu ya Salga, hiyo barabara imekatika yenye inaelekea Lelechuet, Matweko, ukipanda hiyo njia ya Elbagon, tumepata hiyo shida. Ukikuja pia sehemu ya Undugu, kuna sehemu ya Nafaka estate hapo Rongai imeumia. Ukielekea pia huko juu kuelekea Kimango ni maji kila mahali, ni mahame pia, watu wameanza kuhama. Tuna imani kuwa masomo yameweza kuathirika. Pengine kaunti imejipanga vipi kuweza kunyoosha masomo katika sehemu hizo? Idara ya disaster kwa kaunti wamefanya kazi mzuri na infrastructure, wameleta graders kuzikata maji na kucreate drainage ndio imwage hizo maji ili ziweze kuteremka. Pia tungeweza kusii na kusisitiza kama national government pia wanaweza kuja kusaidiana na county ili tuweze kusaidia disaster isiweze kuangaiza wananchi. Pia there are several bridges zenye karibu zibebwe upande ya Moricho. We have also dams yenye ilikuwa karibu ibomoke, na tunashukuru wananchi, na pia kuna PS wa lands alitusaidia na graders kuzitoa maji ili iweze isibomoke. Kuna dam moja huko Kapsete ilikuwa karibu ipasuke, na tungeomba serikali ingewezekana pia waongeze, serikali ya national government walete pia efforts kuwasaidia devolution, because unakuta county government most of the time we don't have that enough resources and machineries like the national government. Sana Kirubi, ni baadhi tu ya viongozi ambao nimeweza kuungana nao ambao ni maafisa na RUASCO, huduma za maji na mimea hapa katika kaunti ya Nakuru ambao nimeweza kuungana nao, na unasikia kuwa katika eneo la Salga na Rongai zipo baadhi ya shule ambazo zimeweza kugeuzwa nyumba baada ya makazi ya wakazi wa eneo lile kuweza kubebwa na maji. Hata hivyo, pendekezo lao kubwa ni kuwa idara ya utabiri wa hali ya anga uweze kuhakikisha unatoa hamasa kwa wakazi na wakulima kuhusiana na suala la utabiri wa anga kwa lugha ambayo wanaielewa, manake mkulima wa pale nyanjani ndio anaathirika zaidi. Kirobi. Naam, asante sana Mike Kialo ukiwa katika kaunti ya Nakuru kwa kuweza kuwasemezana na wakazi katika kaunti hiyo. Kwa sasa wacha tuelekee katika maeneo